Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika. Salamu zetu ziwafikie kabisa. Na tunawatakia tena mchana mwema wa siku ya leo lundi le 26 janvier 2026. Na tunawakaribisha kwa mara nyingine katika taarifa zetu za mchana wa leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo, pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari zetu za mchana wa leo tutawapeleka moja kwa moja kwenye shamba la vita katika teritware ya Ruchuru. Tuwaambie kuhusu mapigano ambayo yalianza tena kati ya wazalendo CMC FDP na waasi wa M23 katika maeneo ya Kinyankuku. Mapigano makali ambayo yanaripotiwa huko yanasababisha wakaaji wengi kukimbia vijiji vyao. Upande mwingine tutawapeleka katika teritware ya Uvira kule mu province ya Sud Kivu, kwenye mipaka kati ya Kongo na Burundi itafunguliwa na kuanza kutumika tena kama kawaida. Tutawapeleka katika maeneo ya Lubero kwenye mbunge Mafungula alikosoa kutochukua hatua kwa FARDC na UPDF zidi ya mashambulizi ya ADF. Alisema hayo kutokana na mauaji ambayo yalifanywa na ADF katika siku hizi mu maeneo ya Lubero. Kama kawaida tumewaletea habari mingi tena mbichi. Mnaoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, yani kujiabone ili kukuwa nazipata taarifa zetu zote. Muendelee kucomment na kuzilike habari hizi pia na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie. Mkumbuke kujiunga nasi na grupu yetu ya WhatsApp ili kukuwa napata habari zetu zote kwa wakati. Namna ya kujiunga nasi na grupu yetu ni kugusa hapo kwenye titre. Pale chini ya titre mu description kuko linki yetu, uguse kwenye linki hiyo ukijiunga, na bila shaka utakuwa ukizipata taarifa zetu zote kwa wakati. Habari zetu mbichi ambazo tumewaletea mchana wa leo tutawapeleka moja kwa moja katika teritware ya Ruchuru inayopatikana mu province ya Nord Kivu, kwenye mapigano makali yalianza tena kati ya wazalendo CMC FDP pamoja na waasi wa M23 karibu na maeneo ya Kinyankuku. Mapigano makali yalianza asubuhi ya leo mapema, kilomita chache kutoka Kinyankuku. Ni mapigano kati ya wazalendo CMC FDP na wanajeshi wa AFC M23 katika maeneo hayo yanayopatikana mu groupement ya Bukombo. Kulingana na taarifa tulizo nazo, mapigano haya yalitokea baada ya shambulio la CMC dhidi ya vipengele vya AFC M23 wakiwa kwenye doria. Hali hiyo ilisababisha ufyatulianaji wa risasi nzito na nyepesi. Mapigano yaliendelea kusikika katika maeneo tofauti. Baada ya kupigana wakati walikuwa kwenye doria, mapigano yaliendelea kusambaa katika maeneo yaliyo mbali na katikati ya jiji, ingawa eneo husika alikuwa na raia. Donko pale katika eneo ya Kinyankuku hakuna wakaaji, walishaka kimbia mapigano yenye yanaendelea kukua kati ya AFC M23 na wazalendo. Wakati sasa walikutania pale, waasi wa AFC M23 walipigana na wazalendo na moto ukawaka pale mweneo ya Kinyankuku. Hakuna wakaaji, wote walishaka kimbia. Wakaaji waliokimbia maeneo yao ni wakaaji wanaoishi katika vijiji karibu na pale Kinyankuku. Mapigano hayo yalikuja wakati vipengele vya waasi wa AFC M23 vinaendelea na operation za kijeshi katika eneo la Bukombo, ambapo sehemu ya eneo hilo inadhibitiwa nao na nyingine nayo ikidhibitiwa na wazalendo. Mapigano haya pia yanakuja siku chache baada ya kuripotiwa kwa utulivu wa muda baada ya mapigano yaliyoripotiwa katika maeneo haya tena ya Bukombo. Hadi sasa kitovu cha Kinyankuku kinabaki chini ya udhibiti wa waasi wa AFC M23 tangu mapigano hayo kuanza. Wazalendo wanaendelea kupigana na waasi hao katika eneo hiyo ya Kinyankuku kwa sababu mapigano hayo yalianzishwa na
wazalendo kontre wanajeshi wa AFC M23 ambao walikuwa kudoria pale, na deja ya Kazamba waasi wa AFC M23 wakarenforce kutokea maeneo ya Bukombo katikati hapo Kinyankuku. Moto ukaendelea kuwaka kati ya pande mbili. Waasi wa M23 wanaendelea kumiliki eneo hiyo ya Kinyankuku, wakati wazalendo nao wanamiliki vilima na vijiji vinavyozunguka mwingine huo wa Kinyankuku. Wakaji kutoka hapo wanatuambia kwamba mapigano ambayo yalianza asubuhi ya leo mapema karibu na Kinyankuku, yapata kilomita 2 ili ufike katika eneo ya Kinyankuku, yaliendelea kusambaa mpaka katika mwingine wote wa Kinyankuku, na kwa sababu hakuna wakaji huko katika eneo hiyo ya Kinyankuku, mapigano ni makali kabisa. Pande mbili wako napigana kwa mabomu, kwa silaha zingine, donko wako na pigana kati yao. Hakuna population ambayo iko hapo, ni moto kuingine kabisa. Wazalendo ndio wenyewe waisha atake AFC M23 katika eneo hiyo ya Kinyankuku. Wakaji wa maeneo ya Mudugudu, maeneo yanayokuwa karibu na pale, ndio wenyewe wako natuambia yanayoendelea katika eneo hiyo ya Kinyankuku. Wanasema kwamba mpaka mchana wa leo mapigano yanaendelea kati ya pande mbili. Hivyo basi tutaendelea nasi kuzifuatilia kwa karibu taarifa za mapigano hayo, ili kukuja kuambia ni vipi mapigano hayo yatakuja kumalizika, yani matokeo ya mapigano hayo. Na tangu wiki iliyopita mapigano zaidi yameripotiwa katika maeneo ya Kyahemba, Karambi, Bumbasa na Masha, kati ya wapiganaji tuzo wa wazalendo na hawa waasi wa AFC M23, na kusababisha hofu miongoni mwa wakaaji wa jiji la Mweso. Na tangu kuibuka tena kwa mapigano kati ya eneo hilo, upatikanaji wa shughuli za kilimo umekwama. Mapigano yanaripotiwa mara kwa mara katika eneo hilo kati ya AFC M23 na wazalendo CMC FDP, na kusababisha wakaaji wengi kuyakimbia makazi yao. Hapo ni ndani ya Ruchuru kwenye mapigano ni makali kati ya wazalendo pamoja na waasi wa M23. Tuendelee na taarifa zetu, tuwapeleke katika teritware ya Uvira na hata mjini Uvira kwenye kutafunguliwa mipaka ya Burundi na nchi ya Kongo. Habari hizi zinadhibitishwa na vyanzo vyetu kutoka mjini Uvira, ambavyo vinatuambia ya kwamba gouvernement ya Kongo katika mji wa Uvira, donc baada ya kurudia kwa serikali ya Kongo katika mji wa Uvira, mkiwemo viongozi tofauti wa mji wa Uvira na hata gouverneur wa province ya Sud Kivu, mipaka na maporo yote yanayokutanisha nchi ya Burundi na Kongo katika teritware ya Uvira yatafunguliwa, na si hapo tu bali na maeneo yote kuanzia pale kulake Tanganyika, donc kwenye mkoa wa Kalemi na mpaka Burundi, yote yatafunguliwa. Mipaka na maporo yote yalikuwa yamefungwa kutokana na usalama kidogo ambao ulikuwa umeonekana katika maeneo hayo kutokana na kusonga mbele kwa waasi wa M23 na kuteka mji wa Uvira. Kama ukumbusho, wakati waasi wa M23 walikamataka mji wa Uvira, ndipo serikali ya mkoa wa Sud Kivu pamoja na serikali ya mkoa wa Tanganyika walikamataka maamuzi hayo ya kufunga maporo yote na mipaka ili kuzuia kabisa infiltration yote na kusonga mbele kwa waasi wa M23 kupitia trafiki za maji na hata kwenye mipaka. Mipaka hayo ilifungwaka na nchi ya Burundi pale Uvira na maeneo ya plaine ya Ruzizi yanayopakana na nchi ya Burundi. Mipaka ilifungwaka na nchi ya Burundi. Kufunga kwa mipaka hiyo, walikuwa wakisema kwamba wanaamua kuzuia kabisa infiltration yoyote ya waasi wa M23 wanaoungana na Red Tabara, kundi lenye silaha linalosaidia AFC M23 katika vita hivyo, pia linalopiganisha uongozi wa gouvernement ya Burundi. Donc Burundi ilikuwa imefunga mipaka yake ili kuzuia kuingia kwa wanajeshi wa Red Tabara kupitia
mipaka hiyo, kwa sababu Redi Tabara inasaidianaka na waasi wa M23, upande mwingine wakisaidiwa na Rwanda kama vile Burundi inavyo istaki nchi ya Rwanda. Na baada ya kufungwa kwa mipaka hiyo, hakuna kabisa shughuli zozote ambazo zilikuwa zikifanyika kati ya pande mbili. Donko uchuruzi na zingine shughuli tofauti kati ya Kongo na Burundi kupitia maeneo hayo zilikuwa zitumiki, kwa sababu mipaka ilikuwa imefungwa na njia za maji zilikuwa zimefungwa. Na aujourd'hui jeshi la Kongo lilisharejea katika mji wa Uvira. Uongozi wa serikali ya Sud Kivu ishafika katika mji wa Uvira. Mipaka kati ya pande mbili itafunguliwa, mkiwemo maporo, pia poro ya Kalundu itafunguliwa na zingine poro tofauti huko mo territoire ya Tanganyika nazo zitafunguliwa kwa ajili ya biashara kati ya nchi ya Burundi na Kongo. Na si kuhusu nchi ya Burundi tu, kwa sababu lake Tanganyika inagusa kupei tofauti, mkiwemo Zambia pamoja na Tanzania huko Kigoma. Donko poro hizo zitakuwa zikifanya kazi kama kawaida kufika huko katika nchi hizo zote ambazo nimewaambia. Hapo ni katika mji wa Uvira kwenye mipaka kabisa na maporo itafunguliwa, kwa sababu deja uongozi wa serikali ya Sud Kivu uisha kamata mji wa Uvira. Habari zingine kutoka kwenye maeneo ya vita hapo Uvira zinatuambia kuwa wazalendo wanaendelea kabisa kufika wengi moplene ya Ruzizi, huko wakiendelea kufanya doria za mchana na usiku katika maeneo tofauti ya Haut Plateau de Fizi pia na Moyen Plateau d'Uvira, donc kule maeneo ya plene ya Ruzizi. Na M23 toujours wakona changement baada ya kuondoka katika mji wa Uvira na kufika Sange. Hawajatoka Sange, ndio kwenye wako vile vile na FARDC na wazalendo kuanzia Runingu, Kiliba jiska Uvira. Tuendelee na taarifa zetu tukiwa katika maeneo hayo ya Sud Kivu. Kashindi Dunia, generale huyu alikuwa nome kabisa officiellement kama komanda wa 33e region militaire ya FARDC, ambayo inafanyaka kazi katika maeneo hayo ya Sud Kivu, hususan ikiwa na vikao vyake vikuu katika mji wa Uvira. Na huyu komanda wa 33e region militaire Kashindi ya Dunia alikuwa ameteuliwa kuwa kiongozi wa muda kwanza wa hii 33e region militaire katika maeneo hayo ya Sud Kivu, baada ya kukamatwa kwake Generale Yav. Nadhani kwamba hiyo historia yote mnaijua. Aujourd'hui alikuwa nommé sasa officiellement kama kiongozi mkuu wa 33e region militaire inayofanyia kazi katika maeneo hayo ya Sud Kivu. Miongoni mwa viongozi ambao watatumika nao hapo kuko Colonel Liwanga ambaye ni chef d'état major kabisa kwa sasa wa ile 33e region militaire. Nadhani kwamba hawa viongozi mnawajua, na hawa ndio wenye waliteuliwa sasa kuwa viongozi wa 33e region militaire. Na kama ukumbusho pia, huyu Generale Kashindi alikuwa tena na anajua maeneo haya kwa sababu wakati wa uongozi wake Generale Yave alifikaka kule akiwa chef d'état major wa hii region, na baada ya hapo akapelekwa Tanganyika. Donc ni maeneo yenye anayajua pale, ndio kwenye tena merejea kutumikia. Tuendelee na taarifa zetu, habari zetu mbichi. Tuwapeleke katika eneo la Lubero kwenye mbunge Mafungula alikosoa kutochukua hatua kwa FARDC na UPDF, jeshi la Uganda, zidi ya mashambulizi ya ADF. Tangu mwezi huu wa kwanza wa mwaka huu ambao tuko ndani, takribani raia 50 wameuawa na magaidi wa ADF, huku nyumba zikichomwa moto katika eneo la Uchifu la Bashwaga na eneo la Bapere katika eneo la Lubero, na kusababisha maelfu ya wakaaji kuhama makazi yao, kulingana na kamati ya ulinzi ya jamii ya eneo hilo. Naibu mteule wa mkoa wa eneo la Beni Katembo Mafungula Christian laani kuendelea kwa ukosefu wa usalama katika
eneo la uchifu la Bashwaga huko Lubero ambalo sasa linawatiri wa Bashu katika eneo la Beni huko Nord Kivu. Afisa huyu mteule alionyesha hasira yake kutokana na hali hiyo na kutoa wito kwa mamlaka za kitaifa na za mkoa kuingilia kati haraka na bila kuchelewa. Bila kutoa hesabu ya majeruhi, alirejelea shambulio la hivi karibuni huko Musenge ambalo lilitokea kati ya Jumamosi usiku na Jumapili asubuhi ambapo raia waliuawa na nyumba kuchomwa moto. Christian Mafungula alisema hakuelewa uvamizi huu wa mara kwa mara huko Lubero bila kuingilia kati kwa haraka kwa FARDC inayofanya kazi na UPDF katika operation Shujaa. Afisa aliyechaguliwa anatoa wito mkali kwa gavana wa kijeshi wa Kivu Kaskazini Meja General Somo Kakule Evariste kuchukua majukumu yake kikamilifu, na anatoa wito kwa huduma za usalama za mkoa kufanya kila linalowezekana kukomesha mauaji haya. Alisema kwamba haikubaliki kwamba ADF wanaweza kuzunguka katika eneo bila kusumbuliwa na vikosi vyetu vya usalama. Hasira hii inadhihirika baada ya uvamizi wao huko Musenge. Huyo depute anataka kabisa uongozi wa FARDC kule ukamate hatua za hali ya juu za kupambana na ADF, mauaji yasiendelee. Donc usalama kidogo kabisa usiendelee katika maeneo hayo. Kama kumbusho, wiki iliyopita angalau vituo 5 vya afya katika eneo la afya la Biena na taasisi 17 za elimu msingi na sekondari zilisimamisha shughuli zao katika kundi la Mwenye huko Lubero kufuatia mashambulizi ya mara kwa mara ya kuua yaliyofanywa na wasi wa ADF. Hayo yote ni matokeo mabaya kwa wakaaji kutokana na mashambulizi ya kila siku ya ADF. Asante ndugu zangu, hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea mchana wa leo. Nawashukuru sana na sema asante. Tupatane katika taarifa za jioni ili kuwapa mbichi kama kawaida. Merci beaucoup.